Habari za leo. Salama, unakuita nani? Hapa wananiita Jabiri Musa, mwenyekiti wa kudumu wa kijiwe hiki cha Karume Center Coffee. Haya, mwenyekiti wa kudumu, moja kwa moja twende kwenye mchezo wa pili nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Wewe kwa upande wako mchezo wa kwanza uliutazama. Simba waendaje mchezo wa pili ili waweze kufuzu hatua nyingine? Asante sana mtangazaji. Unajua hapa kitaalamu wanasema hivi, Simba tayari kasha ingiza mguu mmoja katika hatua ya finali. Sasa kilichobakia ni baadhi ya taratibu na kujituma kwa wachezaji na kujipanga kwa viongozi kwenda kuimaliza mechi. Lakini mimi nina imani kama Mungu akijalia tukicheza karata yetu vizuri tunaingia hatua ya finali, kwa sababu mpira wa miguu uko wazi. Lakini hapa inatakiwa watu vuje jasho kweli, sio masiara na sio mchezo. Na ukiangalia viongozi wa Simba, wachezaji wa Simba, hayo yote wanaweza kuyafanya na wanaweza kufanikiwa endapo utajituma, lakini sio kazi nyepesi, ni kazi nzito. Sababu kumtoa mwenyeji katika nchi yake ambayo yupo ukiwa umeongoza goli moja, kitaalamu hata kama ni wale ndio wanatufunga goli moja kule ndio wanakuja hapa Dar es Salaam, basi tungekuwa na imani kwamba wale tunawatoa. Kwa hata wale kule nao wana imani hiyo. Lakini imani hiyo wanakuja nao vipi? Kutokana na hilo wenyeji na mpira wa Afrika ulivyo. Wanajipa nao matumaini yao. Kwa mimi naamini tu tukijipanga vizuri tukua kitu kimoja, kwa ile sera yetu ya Simba nguvu moja na ule ubao bwana tukupeleka kule, mimi na imani kabisa watu tunawafunga nje ndani, kwa sababu ni timu ambayo ipo katika mazingira ya kawaida mno, sio mazingira yale ya juu ya kuja kutisha. Bali tu kuna sehemu zao mbili ambazo takiwa viongozi wa Simba na wachezaji wa Simba na washabiki na wanachama wajue wanacho wa jamaa, kwa sababu kila timu ikianzishwa ina jambo lake na ina sehemu yake ya kupatia matokeo. Wale jamaa wanategemea zaidi kwa kurusha. Yaani wanarusha mpira kama kona, hawana haja ya kona wale. Wakipata mpira wa kurusha ndio kona hiyo. Kwa hiyo tukiwa makini sehemu hizo, mimi na imani wao tunafunga, kwa sababu uwezo wa wachezaji mmoja mmoja ukiangalia wachezaji wa Simba na kwao, Simba ina wachezaji wakubwa zaidi. Sababu kumwangalia Elia Mpanzu, Kibrenisi, ni wachezaji ambao wana morali na wanacheza mpira wa kufundishwa na kocha wetu David. Kwa hiyo mimi na imani kabisa kwamba tuenda kuziba mianya hiyo, wale tunapata matokeo na tunawafunga, kwa sababu uwezo wa kutupiga chenga kupata goli la move ni ngumu sana, lakini magoli yao yanategemea na kurusha na kona. Kwa hivyo ni vitu ambavyo itakuwa tukae makini navyo ndani ya mji wa South Africa. Aua alifunga bao la kuongoza, hilo bao la ushindi, lakini alikosa nafasi kabisa ambayo ilikuwa inawapatia goli la pili. Watu wengi wamekuwa wakisema sana. Wewe kwa kweli likoje? Mimi nasema ni mchezaji mkubwa, anakosa vitu kama vile. Kwa hiyo chazi ya Aua amekomaa sasa. Yaani kukosa kule tayari amekomaa, kwa sababu ni mtu anakuwa, sio kila kitu anachofanya chazi ya Aua apatie tu, haiwezekani. Mimi nasema ni moja ya mpira, sababu kuna wachezaji wakubwa zaidi wanakosa yale, itakuwa ni chazi ya Aua. Kwa hiyo chazi ya Aua ilichokifanya ni lengo lake aipatie timu ipate matokeo mazuri, au sio bana, iongoze na hiyo na magoli mengi. Lakini kwa sababu imetokea amekosa, mimi bado nampongeza, kwa sababu goli la kwanza kafunga nimemshangilia. Kwa nini goli la pili kakosa nisimshangilie? Kwa hiyo bado mimi nampongeza, bali tu ninachoomba waongeze umakini wachezaji wote wa Simba, sio yeye tu, wachezaji wote wa Simba ambao wanaweza kwenda kuanza. Wakiongeza umakini, wao tunawafunga kwao, kwa sababu ni mpira sasa unaonekana na tumeuona mpira huo. Kwa hiyo mimi nina imani nao kabisa kule South Africa tunaenda kucheza katika mbinu za mwalimu na mbinu za wachezaji, na kutokana na washabiki tutakuwa nao wachache. Mimi nina imani wale tunawatoa na tunaingia hatua ya finali. Nina imani kabisa kwa 85% wale tunawatoa, lakini lazima tukufanyaje? Tukajitume na tukaonyeshe nini ambacho tunakitaka, na tukaonyeshe jinsi gani Simba wanakuwa nafasi ya 4. Sio tuzungumza tu nafasi ya 4 alafu atukimize mahitaji ya nafasi ya 4. Tukitimiza nafasi ya 4, kwa hiyo na pia tutimize nafasi ya kujituma. Tukijituma vizuri tunapata matokeo mazuri na tunarudi na ushindi hapa, na tunaenda kupokea wachezaji katika uwanja wa Mwalimu Nyerere ambao uko katika maeneo ya uwanja ndege kule. Kwa hiyo mimi nina imani kabisa tunawatoa na tunawabwaga, hawataendelea na mashindano, sisi tunaendelea. Kwa hiyo sio na shaka mtangazaji. Moja kwa moja tukienda kwa Yanga ambao wanasema bado mechi 3 tu watangaze ubingwa, lakini kuna mechi ambayo imeahirishwa hapo ya dabi. Mimi binafsi kama shabiki wa Simba na mwanachama wa tawi la Simba mpira na maendeleo kazi, mimi nawapongeza Yanga na wafanye hivyo hivyo, wasimame. Yaani Yanga wakifanya hivyo, wakisimama hivyo, mimi nakuwa bingwa. Nasubiria tu mimi ili jambo limezungumzwa na viongozi wa Yanga. Mimi binafsi nimelifurahia. Na viongozi wa Yanga huwa na msimamo na waendelee na msimamo huo. Kama wataingiza timu, basi viongozi wa Yanga inabidi wajiuzuru. Umeelewa? Wasimame hapa kwa sababu akisimama hivyo hivyo itakuwa ina unafuu kwangu. Sababu siku hiyo TFF akitangaza bodi ya ligi bwana, tunasema mchezo namba fulani utachezwa tarehe fulani, si ndio? Si itabidi TFF apeleke marefali. Sasa akipeleka marefali Yanga hayupo, nani anapewa point 3? Nani bingwa? Kwa hiyo ndio kitu ambacho nashangaa, mwana Simba unataka Simba Yanga aingize timu.
Yanga asiingize timu hata kama TFF akipeleka marefali ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Yanga wangangania hapa. Sababu akingangania hivi maana itaniua mimi kwenda kupata ubingwa kiulaini na kuchukua kombe na kwenda klabu bingwa, kwa sababu ndio maana mimi nasemaga watu wa Yanga wengi darasa la 7, watu wa Simba wana degree, na ndio maana umeona utofauti wa watu wa Yanga na mtu wa Simba. Mimi nimewapongeza Yanga na niwapa asimame hivyo, kwa sababu nchi Yanga ndio inasimamaga katika amri za mpira wa miguu. Kwa hiyo akisimamia jambo lao hili, mimi nina imani nitachukua point 3 na kwenda kutangaza bingwa. Mimi hapa nasubiria tu nicheze mechi zangu zote nishinde zilizobakia. Nikishashinda zile mechi, alafu TFF akitangaza mechi hiyo tarehe fulani, basi nina imani siku hiyo TFF akishatangaza, bodi ya ligi itapeleka marefali na kamisa na kamishna wa mchezo. Akishapelekwa wale, na mimi Simba naenda nafanya omba hapo, marefali wapo kama ilivyofanyika Misri. Si ndio manake? Manake tayari pale kanuni imefanyaje? Imefuatwa. Kwa hiyo hapa Yanga anachokifanya, wanamtegea Simba. Ni mind game ya Yanga. Wanataka Simba kama atacheza mechi hizi zilizobakia za viporo, akishinda zote, Yanga kweli waingize timu. Simba akipoteza mechi moja au kisale, ndio Yanga analeta timu. Kwa mimi ndio nataka niwakumbushe ndugu zangu ambao wanafuata social media, kama una comment na hii media, basi jitahidi kufuata maneno. Yanga Afrika wakomae na jambo lao na wakomae na hii sheria yao, ili mpira wa Tanzania unyooke. Wakikomaa mimi watanifurahisha kweli. Tena itakuwa jambo jema sana kwangu mimi kama mwana Simba na washabiki wa Simba, sababu itakuwa imetengeneza taswira kwamba Yanga alienda bila marefali, Simba ameenda na marefali, point 3 tunachukua. Kwa sababu bila kufanya hivyo Yanga sikomaa, maana itabidi wanaona ushika daraja wafanyaje? Wakomae. Sasa ili mpira unyooke, Yanga endelee kufuata kanuni na sheria. Na kwa sababu viongozi wa Yanga ni vijana wadogo, waendelee kusimama na msimamo wa sheria. Ni wasomi hao, wasimamie usomi wao ili wasipeleke timu yao, wahesamie mechi zao zikipatikana, mechi zikiisha, waendelee na mambo yao. Kwa mimi kama Jabiri, ndio maoni yangu kwa klabu ya Yanga Afrika. Kwa mimi nawapongeza na waendelee na msimamo huo. Na leo wametangaza viongozi wenyewe wa Yanga, kwa sababu mara ya kwanza alikuwa ametangaza washabiki na wazee, lakini sasa hivi leo nimeshuhudia ni viongozi wa Yanga kupitia Alikamwe na Engineer Alice. Sasa kwa sababu ni vijana wadogo, tutawafundisha mpira wa Tanzania unaendeshwa vipi, kwamba ni mpira wa Tanzania ni kanuni. Kwa hiyo ile ambao wamelisimamia nalo, washabiki wa Yanga waendelee nalo na waendelee kule. Na mimi kama watalegeza wataleta timu, nitataka wajiuzuru, kwa sababu ni watu ambao hatasimamia msimamo wao kwa maneno yao. Kwa hiyo mimi kama shabiki wa Simba nafurahia Yanga wasilete timu, lakini pia kama shabiki wa Simba nafurahia TFF watangaze mechi hiyo ni tarehe fulani na mechi namba fulani, ili tuangalie sasa mbivu na vipi ni vipi. Simba atakapochukua ubingwa, basi aliyokuwa anashuka daraja atashuka, na atakayepanda daraja atafanyaje? Atapanda. Ligi itafanyaje? Itakuwa imesimama. Yanga ni nani baza? Yanga ni timu ya kawaida mno, na Yanga ni timu ambayo haijaanza kwa ajili ya mpira wa miguu, na ndio maana mwaka 35 ilikuwa inaitwa Young Africa, yani vijana wa Afrika waishio pembezoni mwa jangwa kwa milengo ya kwenda kuomba uhuru wa nchi. Washamaliza jambo lao. Masuala ya mpira aliwaachia Simba, ndio maana unasikia Simba ndio ya kwanza kuvaa jezi, Simba ndio ya kwanza kuvaa viatu. Sasa jiulize, Yanga kama ndio ya kwanza ilikuwa inavaa nini kwenye mpira? Maana yake Yanga sio timu ya nini? Ya mpira wa miguu. Kazi ya Yanga ndio hii kutuletea taa kama hizi. Kazi ya Yanga ndio kutuezea barabara. Kazi ya Yanga ndio hii kuangalia kwamba kuna sehemu kuna mafuriko, tetemeko la ardhi. Ndio kazi ya Yanga, ndio maana ya Young Africa. Toka mwaka 35 mpaka leo jina lake ni hilo moja. Haijawahi kurekebishwa jina, haijawahi kurekebishwa logo. Yanga ina nembo ya taifa la Tanzania, Simba ina nembo ya utalii wa Tanzania. Tofauti ni kwamba nembo ya Yanga imetengenezwa na watu. Nembo ya Simba imeshona na Mwenyezi Mungu, ni mnyama. Mwenyezi Mungu amleta katika ardhi ya Tanzania. Ndio maana Simba inaruhusiwa mabadiliko, Yanga iliruhusiwa mabadiliko. Pale Yanga imejifunga. Pale ilipo katika timu ambazo zina majengo ya mkoloni ni Yanga tu. Jengo la Yanga ni jengo la mkoloni mpaka leo lipo. Wewe ujiulize, ni timu ya aina gani haina marekebisho? Timu ya aina gani haina hata uwanja wa mazoezi? Ni timu ya aina gani ambao haina vision? Kwa hiyo Watanzania wengi waliipenda Yanga kwa sababu kipindi cha nyuma tulikuwa tunakimbizana mgambo, tunakamatana. Ukivaa jezi ya Yanga na nembo ya mwenge, ukamatwe mgambo wala ulipi kodi ile ya kichwa. Ndio maana watu wengi waliendea Yanga, lakini baada ya kuja Simba akatukomboa tukaja kwenye mpira wa miguu sasa. Kwa ajili ya kufanya nini? Yafuata sheria 17. Ndio maana Simba ina uwanja wa mazoezi, Yanga haina uwanja wa mazoezi wa kwake. Paka leo hii ninavyokuambia mtangazaji. Kwa hiyo Yanga wanatengeneza Jangwani. Jangwa kwa mujibu wa Biblia na Qur'ani, Jangwa aliishi mtu. Aliyokuwa Jangwani hana hati ya makazi. Wote wana hati ya ardhi. Yaani nenda nayo. Waliojenga pale Jangwani wote hawana hati ya makazi ya wanadamu, bali wana hati ya majengo. Kwa maana si wapo pale kwenye ardhi ya Tanzania, si ndio? Maana wanapewa umeme, wanapewa nini? Na ndio maana serikali ikitokea mafuriko pale Jangwani wanakuambia wamekufa watu wawili, wengine jamani msiendelee kujenga mabondeni, mnapewa watu maonyo kwa sababu umeenda kujenga mwenyewe. Kwa hiyo huyu anayetaka uwanja pale Jangwani karibu na hospitali ya Muhimbili ya Rufaa,
Vile ni sehemu ambayo imeshindikana mpaka mwendo kasi mvua ikinyesha haipiti. Hivi wao wajiulize wa Yanga. Wanatabuka vitu ambavyo haviwezekani. Kwa hiyo kujenga uwanja pale Jangwani ndoto za Alinacha, ndoto za timu ambayo sio ya mpira wa miguu kwa sasa. Bali tu tuendelee. Hivi Yanga anakuuliza mtangazaji, wanabondia wote wanamwandaa? Wanabondia wanamwandaa? Hawana. Kwa nini nembo yao ina ngumi? Wanataka wampige nani? Maana yake watafuta atupige sisi ambao tunawakosoa ndio wanatuwekea nembo. Sababu ukiangalia nembo ya Yanga ina hii. Ina mwenge, ina mtu anaruka netiboli, ina mtu anapiga mpira. Vitu vyote hivyo vya Yanga tu. Sasa timu ina gani hiyo? Mbona Simba yuko mnyama peke yake tu? Mnyama ambaye ametolewa tumbo, ametolewa mkia. Michezo yote, hasa michezo yote kitaalamu wanajitukana. Hakuna klabu duniani ina michezo yote. Na ule mchezo ule wa wenzetu wanao. Maana ukishatamka mimi na michezo yote, watu watakuuliza na ule mchezo mwingine upo Yanga? Kama ule mchezo mwingine wanao, Yanga kwa ina michezo yote. Wangesema hivi kuna baadhi ya michezo ndio tunashiriki sisi Yanga. Wakisema michezo yote ukijiachia, ukimaliza maneno, watu wanakupeleka katika slogan ya michezo yote, ile mchezo mwingine upo. Sasa kama mchezo mwingine nao upo, tutabidi tucheze nao sasa. Lakini ukiangalia Yanga na michezo baadhi itakiwa icheze. Mfano mpira wa miguu. Si ndio manake? Wacheze bao. Si ndio manake? Lakini pia wacheze draft. Si ndio manake? Lakini wacheze ngumi. Sasa kuna bondia wanamwandaa. Wao, kuna bondia mmoja Tanzania wa Yanga. Akiingia ulingoni anavaa nembo ya Yanga. Ili tujue Yanga kwamba ina ngumi kwenye jezi yake. Na kuna bondia anavaa jezi ya Yanga anaingia ulingoni anapigana. Lakini kwa sasa tuiombe Yanga ifanywe marekebisho, iachiwe. Yanga iondoe ngumi, iondoe mtu anaruka mpira, netiboli, iondoe vitu vyote ibakie tu na nini? Na mpira wa miguu. Sababu ndio kazi ya Yanga ambayo wanaifanya kwa sasa. Lakini ukiona klabu ina ngumi, blaza hiyo kwa ajili ya washabiki wengine ili tuanze kupigana mtaani. Na ndio maana Yanga darasa la 7, Simba digrii. Katiba ya Yanga ya mwaka 77 nasema hivi, ukijua kusoma na kuandika unasoma kuchagua na kuchaguliwa. Katiba ya Simba ya 2018 lazima ukitaka kuongoza Simba una digrii. Angalia tulivyoachana hapo. Sasa Yanga darasa la 7 kutokana na katiba yao, Simba digrii kutokana na katiba yetu. Na ndio maana unaona hata ukimhoji mtu wa Yanga na mtu wa Simba, Yanga waendelee na mgomo wao huo sababu ndio kazi yao, na Simba tuendelee kucheza mpira, tulete mataji ya Afrika. Katika vilabu bora barani Afrika zaidi ya 50 au 100 na Simba ni 4. Maana yake ni timu ambayo ina nini? Ina vision. Na ndio maana ukimwangalia Muntaza Mangungu, mwenyekiti upande wa wanachama, mwenyekiti wa Simba, amesimama kwa 100%. Hajawahi kuahidi chochote lakini mpaka leo yupo. Na kwanza kuna washabiki wa Simba ambao kwa kipindi hiki ambacho Mangungu kaisimamia timu hawataki kumpongeza. Kipindi kile Simba inafanya vibaya, washabiki wengi walikuwa wanamlaumu nani? Mangungu. Sasa leo kwa mlaumu Mangungu kipindi kile, mbona sasa hivi wampongeze wanajificha? Sasa mimi kama Jabir nachukua jukumu hili kwenye media hii kuwakumbusha wala leo wanasema Mangungu tufanyeje, Mangungu hafai. Sasa hivi wampongeze. Si ndio maana yake wasikimbilie zile pongezi kumpa mwingine zaidi ya Mangungu, sababu kasimama ni kiongozi bora. Kwa mimi kama Jabir nasema hakuna kiongozi bora katika nafasi ya wenyekiti katika vilabu vyote vya Tanzania bora kama Mangungu. Ni bora. Alivumilia yale maneno ya baadhi ya shabiki wa Simba ambao hawaelewi, na pia tulimkingia kifua sisi wengine, lakini mpaka leo kasimama na tayari Simba unaiona inafika nchi ya ahadi. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo tunaenda nalo kama wana Simba, na ni jambo ambalo tunaiomba Tanzania na nchi yetu ikiongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan, rais bora wa nchi, mwanamama kwa Afrika, na sasa ashachukua tuzo nyingi. Atusimamie basi katika ule usawa. Kukitokea kuna timu ambayo hata kama ni ya kwao inaenda tofauti kama Yanga, ajitahidi kuikemea, sababu yeye alifikia hatua mpaka leo Faisal ameacha kula chumvi, anakula biliani. Baada ya kipindi cha Faisal anasema mimi nakula chumvi Yanga, mimi bwana nakula sukari. Mama akasema nyewe Yanga Afrika, Faisal si mtoto mdogo sana, mnataka nini tuwape? Umeona Yanga, mama anauliza Yanga, mnataka nini tuwape ili mwachie mtoto? Yanga akasema tunataka biliani. Mama akasema nyewe pikeni haraka huko. Yanga akala biliani, Faisal akaondoka akaenda Azam. Tayari sasa hivi maisha mpira ana enjoy mpaka sasa hivi nafikia hatua. Kuna neno moja alitamka Faisal, ili nirudi Yanga inabidi engineer Alisi asifanyeje? Asiwepo. Sasa hivi nashangaa anarudi vipi sasa? Kwa sababu pale akata anatamka vile tu tayari ashamaliza maneno. Ina maana kuna kitu kafanywa na nani? Na engineer Alisi. Yeye hakitaki kukisema. Sasa hasira hiyo ndio inabidi kupeleke jela, hasira hiyo inabidi kupeleke wapi? Mochwali ukiwa hivyo. Hata hapa ninapoongea mimi, nikiongea jambo ambalo liko tofauti, nyie kazi yenu ni kwenda kuiachia hii. Sio kwenda kusema Jabiri kwa sababu kaongea hiki tukikate. Sio kazi yenu. Kwa sababu mimi mtu mzima. Sasa ninapoongea kitu maana yake ninajua baadaye kuna nini. Mimi naongea kitu cha kesho kutwa na kesho kutwa. Sababu kitu ambacho naongea kwenye media kinaishi tofauti na kitu chochote. Kwa hiyo unapoongea lazima uwe sawa. Uwe unakula mara 3 kwa siku kama mimi, uwe unavaa vizuri kama mimi,
uwe unalala pazuri kama mimi. Gari sina lakini hivyo vitu tatu nafanyaje? Na maintain. Na ndio vitu ambavyo vinasababisha akili ifanyaje? Ifanye kazi. Na mimi hapa nilipo nina hofu ya Mungu kwa 100%. Naipenda Simba kwa 20%, 80% familia yangu na nani? Na Mwenyezi Mungu. Ndugu mtangazaji, mimi ndio ninavyoishi katika maisha hayo ya mpira wa miguu wa Tanzania kwa sababu mpira wetu kivyetu vyetu. Mimi nikushukuru. Na mimi pia nakushukuru kwa kuja kwa kuharibu muda wako na kuja usiku kama huu kuongea na wana Simba ambao wanakula mara moja kwa siku kwenda kuwafikishia wananchi wengine wapate hizi habari. Lakini jitahidini sana waandishi wa habari kuangalia watu ambao mnawatoa wanakuwa mastaa alafu wanamikimbia wakati kipindi wakishakuwa mastaa. Wanahitaji ngawira. Ni hatari sana. Ngawira kitaalamu kwa mimi mtu mzima ni vichemecheme vya kuweza kupata nauli au fedha. Sasa hawa watu ni hatari kwa sababu wakati hajawa star anakutafuta uongee naye. Hii media inaweza kukupeleka jela. Hii media inasababisha mimi nikala vizuri au nikaenda mjini kwa Kiswahili cha nini? Cha vijana. Kwa maneno yangu sababu maneno sasa hivi yanafikaje? Maneno sasa hivi ni fedha. Kwa hiyo hawa ambao walikuwa wanaongea na nyie, hapa sasa hivi mnakuja wanawakimbia. Wanatafuta zile media ambazo zinatoa posho. Wanaharibu sana. Muwe na tahadhari nao. Waambieni kabisa kwamba mwandishi wa habari popote Tanzania haruhusiwi kulipa hela akimuhoji mwananchi yoyote na akimuhoji Mtanzania yoyote. Katiba inakataa mwandishi wa habari kulipa hela. Kwa hiyo tusiishi katika masuala ukiongea na media tayari ukimwona Jabiri kwenye YouTube kama hii unajua ana hela tu. Hapana. Mimi mwenyewe napenda niongee kwa sababu ninapochukua mazoezi ya kuongea haya tayari inawezekana kuna mtu huko anahitaji nikafanye tangazo lake nikaishi vizuri. Nitakapoishi nitakutafuta wewe. Haiwezekani. Lakini kaniona kwenye media gani? Ya kwako. Kwa hiyo mwe mnasema nao na hapo mnawapa elimu na waandishi wa habari wenzenu wajitahidi kuwa na kuelimisha watu ili angalau tujue kwamba Tanzania inahitaji nini na Tanzania ni ya nani na Tanzania katiba yetu inasemaje. Hayo ndio ya kwangu kama mwandishi. Wewe ambao mnapenda hela mastaa, mkinisikiza mimi msinilaumu, hao ni maoni yangu tu nimeyatoa. Maana inawezekana nimeua ugali wa watu. Asante mtangazaji. Asante sana.